Serikali ya India imeiagiza kampuni ya Meta kusitisha kwa muda mpango wake wa kuanzisha mfumo mpya wa majina ya watumiaji kwenye programu ya WhatsApp nchini humo, ikielezea wasiwasi mkubwa wa kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu wa kimtandao, wizi wa utambulisho na utapeli. Hatua hiyo inakuja baada ya mamlaka nchini humo kubaini kuwa mfumo huo unaweza kutumiwa vibaya na wahalifu kujifanya watu wengine na kuwaibia wananchi, hasa wale wenye uelewa mdogo wa masuala ya kidigitali. Wizara ya Teknolojia ya Habari nchini India imetoa ilani kwa kampuni hiyo ikitaka maelezo ya kina ndani ya siku 3 kuhusu hatua za usalama zilizowekwa kulinda watumiaji dhidi ya hatari hizo. Mfumo huo mpya unalenga kuwaruhusu watumiaji kutumia majina badala ya namba za simu kuwasiliana, jambo ambalo serikali inahofia litawapa mwanya wahalifu kujificha kirahisi na kufanya mashambulizi ya hadaa kwa lengo la kupata taarifa za siri za watu. Takwimu zinaonyesha kuwa India ndilo soko kubwa zaidi la WhatsApp duniani, ikiwa na zaidi ya watumiaji milioni 500, huku nchi hiyo ikiripotiwa kupoteza takribani dola bilioni 3 kutokana na utapeli wa kimtandao katika mwaka wa 2025 pekee. Hali hiyo imeifanya serikali kuwa makini zaidi na mabadiliko yoyote ya kiteknolojia yanayoweza kuongeza hatari kwa usalama wa raia wake na mali zao. Kwa upande wake, kampuni ya Meta imeeleza kuwa mfumo huo bado haujaanza kutumika nchini India na kwamba tayari imeweka kinga mbalimbali, ikiwemo kuhakikisha kuwa majina ya watu mashuhuri na akaunti zilizothibitishwa yanalindwa ili kuzuia watu wengine kuyatumia. Kampuni hiyo imesisitiza kuwa lengo la mfumo huo ni kuimarisha faragha ya watumiaji na kutoonyesha namba zao za simu kwa kila mtu, lakini serikali ya India imesisitiza kuwa ni lazima kufanyika kwa tathmini ya kina ya kiusalama kabla ya kuruhusiwa kuanza kutumika. Abdul Nasser Mwita, Rubaza Kimataifa.